Wapendwa katika Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Napenda kuwasalimu katika jina la Yesu. Ninamshukuru Mungu kwa wakati kama huu, kukutana na nyinyi ndugu zangu katika Kristo, kuelekezana au kufundishana maneno matakatifu ya Mungu ili kuweza kujua au kuwa na uelewa kuhusu neno la Mungu. Leo nakuja na mada yetu kwamba siri usioijua kutoka katika kitabu cha Biblia. Siri usioijua kutoka katika hichi kitabu cha Biblia. Siri usioijua kutoka katika kitabu hiki cha Biblia. Hii ni moja ya siri kubwa ambayo watu wengi hawaitambui katika Biblia. Biblia ina ujumbe mmoja mkuu kutoka mwanzo mpaka Ufunuo. Amen. Ni wokovu wa mwanadamu kupitia Mungu. Watu wengi huona Biblia kama mkusanyiko wa vitabu tofauti, lakini ndani yake kuna mpango mmoja uliofichwa kwa wengi. Ndio maana tukifundishana basi tutajua. Katika Mwanzo tunaona mwanadamu alianguka kwa dhambi. Kitabu cha Mwanzo au Mwanzo, Genesis. Mwanadamu alianguka kwa dhambi. Amen. Katika Agano la Kale tunaona unabii, sadaka na sheria zikimwandama Mwokozi. Katika Isaya kuna unabii mwingi kuhusu mateso ya Masihi. Nifuatilie kwa makini kabisa. Sawa. Katika Injili ya Yohana tunaona neno wa Mungu akija duniani, na katika Ufunuo wa Yohana au Revelation tunaona ushindi wa mwisho wa Mungu. Siri nyingine ya kina ni hii hapa. Nimesema leo tunazungumzia kuhusu siri iliyojificha katika kitabu cha Biblia. Kwa hiyo siri nyingine ya kina ni hii hapa. Mfano, kondoo na sadaka katika Pasaka ilikuwa kivuli cha Kristo. Watu wengi hawajui. Kondoo wa sadaka katika Pasaka ilikuwa kivuli cha Kristo. Sanduku la Nuhu ilikuwa ni picha ya wokovu. Amen. Mana jangwani ilikuwa ni chakula cha uzima wa milele. Pia kuna siri nyingine. Yesu alisema, mnachunguza maandiko haya. Yohana 5 mstari wake wa 39. Ninasoma, mwachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Amen. Yesu alikuwa anaongea na Wayahudi waliokuwa wanajua maandiko ya Mungu, lakini hawakutambua yeye kama Masihi. Aliwaambia kuwa mnachunguza maandiko kila siku wakitafuta uzima wa milele, lakini maandiko hayo yalikuwa yakimshuhudia Yesu. Nini maana yake hapa? Kusoma Biblia pekee haitoshi kama mtu hukumpokea Kristo. Maandiko yote yanaelekeza kwa Yesu Kristo. Uzima wa milele unatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo aya hii inaonyesha umuhimu wa kusoma maandiko kwa kuelewa, kumjua Yesu binafsi. Yaani unataka umjue Yesu binafsi, kuamini shuhuda na maandiko kuhusu Kristo. Amen. Hapo utakuwa umeelewa, utakuwa umepata kitu. Kwa hiyo unaweza ukasoma maandiko alafu usielewe. Unatafuta uzima wa milele lakini hujui uzima wa milele huo ndio upi. Ndio maana Yesu aliwaona wale Wayahudi wanaojua kusoma maandiko, lakini hakujua kama yale maandiko yanamshuhudia Yesu. Right, wangejua
kama yule waliokuwa wanamzungumzia au yule walikuwa wanamtafuta ndio yule wanaongea naye, wasingekuwa wanahangaika, kwa sababu uzima waliokuwa wanautafuta walikuwa naye. Kwa hiyo ndugu yangu, ili kupata uzima wa milele lazima uijue hii siri. Ndio maana ninakupa siri za katika Biblia. Ukigundua hili, basi uzima utaupata, na uzima wa milele ndio huo, na si mwingine, ni Yesu Kristo. Ni Mungu anatoa uzima wa milele, lakini kwa kupitia Yesu Kristo. Amen. Nafikiri umenielewa. Maana yake Biblia yote kwa njia mbalimbali inamwelekeza mwanadamu kwa Kristo. Amen. Endelea na siri. Siri 7 zilizofichwa ndani ya Biblia. Siri ya kuzaliwa kwa mara ya pili. Yesu Kristo alimwambia Nikodemus kuwa mtu hawezi kuona ufalme wa Mungu bila kuzaliwa mara ya pili. Tukisoma Yohana 3:3, mtu asipozaliwa mara ya pili hauwezi kuona ufalme wa Mungu. Kuna siri ya sadaka katika hizo siri 7. Kuna siri ya damu na sadaka. Katika Agano la Kale watu walitoa sadaka ya wanyama na kwa ajili ya dhambi. Hii ilikuwa ni kivuli cha sadaka ya Kristo. Pasaka ya Misri ilimtabiri Kristo. Damu ya mwanakondoo ni ulinzi dhidi ya hukumu. Yesu alikuwa mwanakondoo wa Mungu wa mwisho kwa ajili ya wokovu. Siri ya namba katika Biblia. Namba 7, ukamilifu wa Mungu. Namba 12 ni mamlaka ya taifa la Mungu. Namba 40, kipimo cha majaribu au maandalizi. Namba 3, utimilifu wa ushuhuda. Mfano, siku 40 mvua kwa Nuhu, miaka 40 jangwani, Yesu Kristo kufunga siku 40. Siri ya sanduku la Nuhu. Nuhu alijenga safina kuwaokoa waliomwamini Mungu. Watu wengi huona ni hadithi, lakini pia ilikuwa mfano wa wokovu, ulinzi na hukumu inayokuja. Nielewe, sijui unazipata hizi siri ninazokupa. Kama watu walivyoingia kwenye safina kwa ajili ya kuokoka, basi Biblia inaonyesha watu pia watamkimbilia Mungu kwa ajili ya wokovu. Amen. Siri ya vita vya kiroho. Biblia inaonyesha kuwa kuna vita visivyoonekana katika nuru na giza. Tunasoma hii Waefeso 6:12. Inasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa kiroho. Amen. Siri hizi inatakiwa tuzijue. Hizi siri tunatakiwa tuzijue. Ndio maana nikakwambia siri za Biblia unatakiwa uzijue. Unaweza kawa uzijue. Mtume Paulo anaeleza kwamba vita vya Mkristo si vya kimwili pekee, bali ni vya kiroho. Maadui si wanadamu, bali ni nguvu za giza, zinapinga mapenzi ya Mungu. Akiwa mwepesi huwezi kujua hizi siri. Kwa hiyo aya hii inatufundisha kwamba kuna vita vya kiroho katika maisha ya muamini. Muamini namaanisha wale waliompokea Yesu Kristo. Mkristo anahitaji maombi, imani na neno la Mungu ili kusimama imara. Hatupasi kuwachukia watu, bali kupambana kiroho kwa njia ya Mungu. Aya zinazofuata katika sura hii zinaonyesha silaha za Mungu ambao ni kweli, haki, injili ya amani, imani, wokovu, neno la Mungu na maombi. Hizo ni silaha tosha sana katika vita vya kiroho. Amen. Ndio maana Biblia huzungumzia maombi, silaha ya kiroho, kufunga na imani. Namba 6, siri ya unabii uliotimia. Biblia ina unabii mwingi uliotimizwa mamia ya miaka baadaye.
Mfano, kuzaliwa kwa Kristo, mateso yake, kusalitiwa kwake. Hii ndiyo sababu kuamini kuwa Biblia ina uvio wa umungu. Kwa waliosoma Biblia wanaelewa hizi nabii zilizotimia. Tukiangalia namba 7, tunaona siri ya kurudi kwa Kristo. Moja siri kubwa ni kwa dunia haitodumu milele kama ilivyo sasa. Yesu Kristo ameahidi kurudi tena, kuhukumu, kuleta haki na kuanzisha ufalme wa Mungu. Amen. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana kinaeleza mambo mengi kuhusu nyakati za mwisho kwa lugha za alama na mafumbo. Amen. Tubarikiwe sana na haya mafundisho, ila tutazidi kuelezana vile Mungu atakavyotujalia. Niwatakie siku njema na kwaherini.